tunasema kwamba sheria ni kilo 100 isizidi 105. Swala la kwamba umefungasha vipi sio la kisheria. Kwa hiyo kama tunataka kulizungumzia swala la ufungashaji, tutafute utaratibu mwingine, lakini utaratibu wa sheria ya nchi, sheria ya vipimo inasema kilo 100. Kwa hiyo hata leo ungefungasha kwa mfano ukaamua kuweka kwenye tenga, sisi tutataka isizidi kilo 100. Sasa tutasema kwa nini umeweka kwenye tenga? Hatuwezi kwenda hivyo. Kwa hiyo hata watu wa mageti tutaendelea kuwaelimisha ili tuondokane na hii kero ya kutozana faini bila kufata misingi ya sheria. Na kiongozi hapa ameshauri kwamba tuwashauri watu wa mageti, halmashauri wawe na mizani, wapime. Kwa hiyo na tutaendelea kuwaelimisha kwamba mageti yote yawe na mizani. Akipima akakuta haijazidi kilo 100, basi mruhusu mtu aendelee na safari yake. Mimi kwangu nimejifunza kitu kimoja kikubwa sana, kwamba tulikuwa tunaibiwa, tulikuwa hatujui. Kwa hiyo nawashukuru sana, na tunaomba pia msaidie kuwaelimisha ili tusiendelee kuibiwa. Nashukuru sana kwa hilo. Asante. Kwa majina naitwa Rutger Mlowe, ni dalali mnunuzi wa viazi, ambapo sasa huwa inatupa changamoto sana kwenye upande wa vishungi. Mtu ukishonia kishungi unaweza ukakuta labda umeenda hapo Magoda, umenunua gunia zako 15 za kupakia kwenye guta, lakini mtu atakwambia anataka faini ya lombeza, ambayo faini yake hahesabu kwamba umepakia gunia ngapi. Faini ni 100,000. Umeona? Kwa unakuta sasa mtaji unalingana sasa na faini unazotoa. Umeona? Kwa hiyo sasa kwenye hii elimu naona tumpata elimu nzuri ambayo itatusaidia. Mimi nikifungasha hata vigunia vyangu 5 nitakuwa na uhakika wa kulipa tu ile ushuru. Wanaambatisha ambayo ni 1350 ambayo ushuru, alafu wanakuja wanaambatisha na 1,000 ambayo ni faini. Hata kama mfano una gari 10 kwa siku au gari 5, maana 500 inaenda tu. Kwa hiyo nini kwa kidogo kufanya usonge mbele kwenye biashara? 100,000 ni nyingi sana. Sawa. Sisi tunashukuru kwa ushirikiano, tuyabebe, tuyafanyie kazi. Na mimi naamini hata nyie mtafurahi kuona yamefanyiwa kazi. Kwamba kwa mfano mimi nimechimba viazi hapa pisi 50. Sawa. Gari yangu napakia mtoto 165. Viazi vingine nataka nikajazie makambako. Sawa. Huku kimetoka na pisi 100. Hizi pisi 100 siwezi. Tunaponunua parachichi kutoka kwa wakulima wetu na kufanya kwa wakulima wetu pia wanatuamini, wakiona kwamba mizani yetu imehakikiwa. Pia tunapata elimu kutoka kwa wakala wa vipimo kutusaidia kuhakikisha kwamba mizigo ama bidhaa ambazo tunauzia wateja wetu zinafika sokoni zikiwa zimehakikiwa, na kwamba wateja walalamike kwamba wanauziwa bidhaa ambazo kilo zimepungua. Kwenye kuhakiki mizani tunanufaika, kwa sababu na sisi tukinunua maparachichi shambani, mizani ikihakikiwa na inatoa kilo kamili, hatupotezi. Mizani kama inapoteza kilo inakuwa hasara kwetu. Nasi tukiwauzia wateja wetu mzigo ambayo haijahakikiwa ama hazijafika kilo ambazo zimetimia, inakuwa ni hasara kwetu, kwa sababu hawatatuamini. Kwa hiyo mimi napenda kushukuru ushirikiano wao, wakala wa vipimo, kututolea elimu kuhakikisha kwamba mizani zetu ama vyombo vyetu vya upimaji ziko sahihi, na wanapopima, wanapokuja kukagua kazi tunayoifanya kwa bidhaa zetu, wanatupa na certificate of conformity kuhakikisha kwamba tunafanya kazi ambayo na wao wameridhia. Kwa hiyo kwa hayo machache, ningependa kuwashukuru sana kwa ushirikiano wao, na niombe kwamba tuendelee kufanya kazi kwa ushirikiano mkubwa hata zaidi, kuhakikisha kwamba na sisi hatupati hasara, wakulima hawapati hasara, na pia wanunuzi wetu hawalalamiki.